Simulizi ya miji ya kale ya Biblia inayotoka kwenye maandiko matakatifu hadi ramani ya leo ni safari ya kustaajabisha inayounganisha wakati wa kale na wa kisasa, imani na historia, na roho na mawe. Hii si simulizi tu ya majengo yaliyoanguka au miji iliyobadilika majina, bali ni ushuhuda wa jinsi Mungu anavyofanya kazi katika maisha ya wanadamu kupitia maeneo halisi yanayoweza kutembelewa leo. Tunapokaa pamoja, wacha tuzame ndani ya kila mji kwa kina, tukichunguza asili yake ya kibiblia, maana yake ya kiroho na hali yake ya kisasa ambayo inatushangaza hata sasa. Moja, Edeni, mwanzo wa miji yote, bustani ya Mungu. Edeni si mji wa kawaida wenye kuta na minara, bali ni bustani takatifu iliyokuwa makao ya kwanza ya mwanadamu. Hapa Mungu alimuumba Adamu na kumweka katika ushirika kamili, bila dhambi, bila uchungu, bila kifo. Mito minne ilitoka humo: Pishoni, Gihoni, Hidekeli au Tigris na Ferati au Euphrates. Hii inaonyesha eneo lenye rutuba lisilofanana na lolote. Wataalamu wengi wa Biblia na akiolojia wanaamini Edeni ilikuwa katika Mesopotamia ya kale, karibu na eneo la kusini mwa Iraki leo, au hata kwenye ghuba ya Uajemi ambapo mito hiyo ilikutana na bahari. Baadhi ya nadharia zinasema ilikuwa eneo kubwa la Fertile Crescent linalojumuisha sehemu za Iraq, Syria na Uturuki. Leo bustani hiyo haipo tena kwa sura yake ya awali. Labda ilifunikwa na mafuriko au mabadiliko ya ardhi, lakini mito Tigris na Euphrates bado inatiririka, ikikumbusha paradiso iliyopotea kwa dhambi. Edeni inatutia moyo. Kumbukumbu ya ushirika na Mungu bado inaishi ndani yetu, na ahadi ya bustani mpya, Ufunuo 22, inatusubiri. 2. Uru wa Wakaldeo, mji wa mwito wa imani. Uru ulikuwa mji wa kifahari wa Mesopotamia wenye zigurati kubwa au mnara wa hekalu, biashara ya kimataifa na elimu ya juu. Hapa Abrahamu au Abram aliishi kabla Mungu hajamwita, ondoka katika nchi yako kwenda nchi nitakayoonyesha. Mwanzo 12 mstari wa kwanza. Uru haikuwa jangwa, ilikuwa kitovu cha ustaarabu, ibada za sanamu na maisha ya starehe. Lakini Mungu alimchagua Abrahamu kutoka humo ili aanze taifa jipya. Leo magofu ya Uru yapo kusini mwa Iraq, karibu na mji wa Nasiria, na zigurati yake kubwa ambayo ilijengwa upya kidogo bado inasimama kama ishara ya enzi ya kale. Unapotembelea, unaweza kuona mawe yale yale ambayo Abrahamu aliyatazama. Uru inatufundisha Mungu anaweza kukuita hata katikati ya ustaarabu wa kidunia ili akupeleke kwenye kusudi la milele. 3. Babeli, mji wa kiburi na mkanganyiko. Babeli ni ishara ya kiburi cha mwanadamu. Walijenga mnara ili tufike mbinguni bila Mungu. Mwanzo 11 mstari wa 4. Mungu akachanganya lugha zao na mkanganyiko au Babel ukazaliwa. Babeli ilikuwa mji mkuu wa himaya kubwa na baadaye ikawa ishara ya ufalme unaompinga Mungu. Ufunuo 17 hadi 18. Leo magofu yake yapo karibu na Baghdad, Iraq, na sehemu zake zimegunduliwa na wanaakiolojia. Mnara wa Babeli unaweza kuwa msukumo wa zigurati kubwa za Mesopotamia. Inashangaza kuona jinsi kiburi cha kale kinavyofanana na changamoto za leo. Binadamu bado wanajaribu kujenga mbinguni bila Mungu. 4. Sodoma na Gomora, miji ya hukumu ya Mungu. Hii ni hadithi ya onyo, miji iliyojaa uovu, ukatili na dhambi za kingono. Lutu aliokolewa, lakini miji ikateketezwa na moto na kiberiti. Mwanzo 19. Inaumilika ilikuwa kusini mwa bahari ya chumvi au Dead Sea, karibu na mipaka ya Israeli na Jordan leo. Uchunguzi wa sasa unaonyesha maeneo yenye alama za joto kali na chumvi nyingi kama Tal el Hammam. Hukumu hili inatukumbusha neema ya Mungu ni kubwa, lakini ina mipaka wakati toba haipatikani. 5. Hebroni, mji wa agano na urithi. Hapa Abrahamu alinunua kango la Makpela ili kumzaa Sara, na baadaye Abrahamu mwenyewe, Isaka, Rebeka na Yakobo walizikwa humo. Hebroni ilikuwa mji wa ahadi. Leo iko ukingo wa magharibi, West Bank, na kango la Makpela bado ni mahali patakatifu kwa Wayahudi, Waislamu na Wakristo. Ni moja ya miji ya kale inayokaliwa bila kukoma kwa miaka. Inashangaza kuona jinsi ahadi ya Mungu inavyodumu hadi leo. 6. Memphis, moyo wa Misri ya kale.
Memphis ilikuwa mji mkuu wa Misri wakati wa utumwa wa Israeliti. Hapa Farao alitawala na Yusufu alipandishwa cheo. Baadaye maajabu 10 yalitokea hapa. Leo magofu yake yapo karibu na Cairo na piramidi za Giza ziko karibu. Misri inatukumbusha jinsi Mungu anaweza kutumia hata utumwa kuleta ukombozi. 7. Ninewe, mji wa toba ya ajabu. Ninewe, mji mkuu wa Waashuru wenye ukatili, ulitubu baada ya Yona kuhubiri. Yona 3, Mungu akaurehemu. Leo magofu yake yapo karibu na Mosul, Iraq, na baadhi yaliharibiwa na vita vya hivi karibuni, lakini bado yanashuhudia neema isiyotarajiwa. Ninewe inathibitisha hakuna mji ulio mbali sana na rehema ya Mungu. 8. Damasko, mji wa geuko la maisha. Hapa Sauli alipofika kuwaangamiza waumini, nuru ya Mungu ikamwangaza, akageuka kuwa Paulo. Matendo 9. Damasko ni moja ya miji ya kale duniani inayoendelea kukaliwa. Leo ni mji mkuu wa Syria na bado inasimama licha ya vita. Inatutia moyo, Mungu anaweza kubadili hata watesaji kuwa watume. 9. Samaria, mji wa ibada iliyochanganya. Samaria ilikuwa mji mkuu wa Israeli ya kusini, ikichanganya ibada ya Mungu na sanamu. Yesu alizungumza na mwanamke Samaria karibu na kisima hapa, Yohana 4, akivunja mipaka ya dini. Leo eneo la Samaria liko Israeli au West Bank. Inatufundisha juu ya neema inayovuka vizuizi vya dini na kabila. 10. Yerusalemu, mji mtukufu wa milele. Yerusalemu ni hoyo ya Biblia, mji wa Daudi, hekalu, kusulubishwa na ufufuo wa Yesu na ahadi ya Yerusalemu mpya, Ufunuo 21. Leo ni mji mkuu wa Israeli, wenye mvuto mkubwa, lakini bado ni kitovu cha imani 3 kuu. Kila kona inazungumza historia na unabii. 11. Bethlehemu, mji mdogo, mpango mkubwa. Mwezi mdogo wa Yuda, from you shall come a ruler. Mika 5 mstari wa 2. Hapa Yesu alizaliwa. Leo iko West Bank na kanisa la kuzaliwa bado linatembelewa. Inashangaza, Mungu anachagua yaliyodharauliwa ili kuleta wokovu. 12. Nazareti, mji uliopuuziwa. Can anything good come out of Nazareth? Yohana 1 mstari wa 19. Hapa Yesu alikulia. Leo ni mji wa Israeli kusini na makanisa na maeneo takatifu. 13. Kapernaumu, makao ya huduma ya Yesu. Hapa Yesu alifanya miujiza mingi, lakini mji haukutubu. Leo magofu yapo kando kando ya bahari ya Galilaya na bado unaweza kuona sinagogi la kale. 14. Antiokia, kitovu cha kanisa la mataifa. Hapa wanafunzi waliitwa Kristo kwa mara ya kwanza. Matendo 11. Leo ni Antakia, Turuki. 15. Korintho, mji wa anasa na neema, mji wa dhambi, lakini kanisa lenye karama liliimarika. Leo ni Ugiriki na magofu yanashangaza. 16. Efeso, mji wa mapambano ya kiroho. Hekalu la Artemi ilikuwa moja ya maajabu ya dunia. Hapa Paulo alihubiri. Leo magofu yapo Turuki. Hitimisho, miji inaanguka, neno linasimama. Falme zimeanguka, miji imeteketezwa, majina yamebadilika, lakini neno la Mungu limesimama imara. Leo tunapotazama ramani, Iraq ina Uru na Babeli, Syria ina Damasko, Israeli ina Yerusalemu na Bethlehemu, Turuki ina Efeso na Antiokia, Ugiriki ina Korintho, Misri ina Memphis. Haya si maeneo tu, ni ushuhuda wa hadithi ya Mungu na mwanadamu inayoendelea, na simulizi inaendelea, kwa sababu mji wa mwisho haujajengwa bado. Yerusalemu mpya itashuka mbinguni. Ufunuo 21 mstari wa 2. Hii ni safari isiyowasahaulika, inayostaajabisha, inayotukumbusha kuwa Mungu anatenda katika historia yetu hata leo. Ni mji gani wa Biblia umekugusa zaidi katika simulizi hii? Andika jina lake kwenye comment. Usisahau kusubscribe Biblia Voice Kiswahili, bonyeza like na ushiriki ili neno la Mungu liwafikie wengi zaidi.